Mtazamaji wa Nyanga Sport TV, karibu katika Home Ground. Home Ground ni kipindi ambacho tunakuwa tunatembelea viwanja vya timu mbalimbali hapa Zanzibar pamoja na kambi. Leo tumebahatika kuja katika kiwanja cha mazoezi cha klabu ya KMKM inayoshiriki ligi kuu ya Zanzibar, ambayo kwa sasa ni kinara katika msimamo wa ligi kuu ya Zanzibar. Tuwe nawe mwanzo hadi mwisho, na nikusihi uweze kusubscribe ili uwe wa mwanzo kuweza kupata kila kinachoendelea kupitia hapa Nyanga Sport TV. Twende nawe mwanzo hadi mwisho. Kama nilivyotangulia hapo awali kukuambia, leo tupo Home Ground katika uwanja wa KMKM, na tumebahatika kwa mara ya kwanza kuweza kuzungumza na team captain au nahodha wa KMKM ambaye ataweza kusema jina lake na baadaye tutaweza kufahamu mawili matatu kupitia yeye. Boss, mambo vipi? Fresh. Mambo yanasemaje kiujumla? Shukuru Mungu mpaka. Tungetaka kufahamu jina lako nani team captain? Ni Makame Haji Mgwali, captain KMKM. Naam. Captain Makame, naona klabu imerudi mazoezi kiujumla, labda kuna changamoto gani kurudi kwa mazoezi ukizingatia kuna miezi miwili mlikaa juu kuweza kupisha ile tahadhari na kinga dhidi ya corona? Labda kwenu wachezaji mmerudi katika mazoezi, kuna changamoto gani, uchovu gani uliokuwepo? Kwa upande wetu kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumerudi, tumeondoka tuko salama na tumerudi salama. Na la pili, wakati tunafunga mazoezi kwa muda wa kipindi kilichopita kutokana na maradhi, mwalimu alitupa, kila mtu alimpa na mazoezi yake, unataka kufanya mazoezi fulani, lakini mtu asishuke katika dakika fulani. Ni program tuliopewa na mwalimu baada ya kwenda mapumziko. Hamna uchovu kiufupi katika timu yetu. Nahodha Makame, tunaona kwamba ligi ya Zanzibar inarudi hivi karibuni. Labda mmejipanga vipi ikiwa kama ni nahodha ambaye unaongoza wachezaji, ukizingatia KM ipo kinara, inaongoza pale katika msimamo wa ligi kuu ya Zanzibar? Kwa ujumla tumejipanga vizuri na tuko katika program kama mnavyoiona hapo nyuma yetu, na walimu wamejaribu kushusha program kulingana na mechi zilizobakia. Tuko vizuri na tunaahidi uzuri tu wapenzi wetu. Mnarudi viwanjani bila mashabiki, labda mmezoea hamasa, kelele za mashabiki zikiendelea kuhamasisha mkiwa katika kiwanja. Mnarudi bila mashabiki, hili mtalipokeaje na mnahisi kuna changamoto gani kucheza bila mashabiki? Kwa kweli litatuathiri kwa sababu kitu chochote kinahitaji mkusanyiko wa watu, na hususan masuala ya michezo inahitaji hamasa kwa wapenzi wetu. Kwa kweli litatuathiri kisaikolojia kiukweli. Unaambia nini mashabiki wa KMKM? Ushindi tu, kama tulipo kileleni tubakia kileleni, Mungu akipenda inshallah. Katika suala la tahadhari, tumefika katika viwanja vya KMKM na tumeona kwamba limezingatiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu zile tahadhari za kuwepo kwa maji ambayo sanitizer, lakini pia palikuwa na kile kipima joto kuonyesha kwamba tahadhari zimezingatiwa. Mnarudi katika mazoezi, labda unawaambia nini Wazanzibari kiujumla, hasa wachezaji na viongozi wa vilabu katika kuchukua tahadhari dhidi ya corona? Cha kwanza naambia hususan kwa upande wa wachezaji, so mpira tu, michezo yote wawe na tahadhari kwa sababu maradhi bado yapo, na rais wetu tumemsikia jinsi alivyoongea, tuzidi kuchukua tahadhari ingawa amesharuhusu masuala ya michezo, kwa sababu ukizingatia hata sasa hivi mchezaji au wana michezo au raia wa kawaida anatoka zake nyumbani anapanda katika daladala tunaiona kiukweli, mtu anaweza kaambia ni vaa barakoa baada ya kumuona askari, ushanifahamu na tatizo hilo bado lipo kiufupi, si wachezaji tu, kiufupi kwa Tanzania nzima, madunia nzima bado maradhi yapo. Nikushukuru sana nahodha wa KMKM. Asante sana. Naam, huyo ni nahodha wa KMKM ambaye ameweza kuungana nasi, kushirikiana nasi katika kipindi cha Home Ground, na kumbuka tupo katika viwanja vyao vya kufanyia mazoezi. Tunapata fursa ya kuweza kuzungumza na mchezaji mwingine. Tupo katika viwanja vya KMK, amepata fursa ya kuweza kuzungumza mawili matatu na mlinda mlango anayefahamika kama Nduda. Tutaweza kusema jina lake hasa ni nani, alafu tutapata kufahamu mengine. Na mambo vipi? Poa. Tunakufahamu kama Nduda, lakini tungetaka kujua jina lako hasa ni nani? Jina langu kamili Nasoro Abanaso. Mlinda mlango, wewe ni mlinda mlango wa KMKM, labda cha kwanza mmerudi katika mazoezi na ukiangalia mlikuwa mpo katika tahadhari juu ya corona,
miezi miwili nyuma, labda mmerudi katika mazoezi, kuna changamoto gani mkizingatia mlikuwa hamfanyi mazoezi? Ya kweli maradhi ambayo kwamba tulikuwa nayo katika nchi yetu, nchi nyingine zaidi katika dunia, lakini tumerudi salama mpaka sasa za mazoezi. Changamoto ambayo tuliyopata, tumerudi katika mazingira magumu. Sasa tumeenda preparation na maandalizi ya mwalimu, lakini tumeanza vizuri mpaka sasa hivi, tunashukuru. Kwa changamoto ambayo tulionayo, tunajihadhari mpaka sasa hivi na maradhi ambayo tulionayo. Tunafanya mambo yote kama kawaida, tunanao nini maradhi, tunaingia uwanjani, tunafanya kazi. Ligi kuu ya Zanzibar inatarajiwa kurudi karibuni. Kiangalia KMKM mnaongoza pale juu. Labda kuna mipango gani, mikakati gani kuweza kurudi katika ubora ambao mlikuwa nao hapo mwanzo? Mpaka sasa hivi tuko vizuri, na kutokana na maelezo ya mwalimu na sisi wachezaji ambao kwamba tunataka kufanya kazi na ubora ambao tulionyesha hapo awali, na mpaka sasa tumerudi, basi tunazidisha bidii, tunategemea kuchukua tena ubingwa kwa mara hii. Ligi inarudi, lakini bila ya hamasa ya mashabiki pale juu. Lakini wachezaji wengi au vilabu vingi vimezoea kwamba mashabiki wanakuwa ni mchezaji wa 12. Hili kwenu lipo vipi kucheza bila mashabiki? Kidogo kwamba hata sio wachezaji, kidogo kuhusu morali kidogo imepungua, kwa sababu hata washabiki wakiwepo katika viwanja kidogo tunapata hamasa, lakini kwamba tunacheza ligi bila washabiki ni changamoto pia, lakini tutafanya kazi hivyo hivyo kutokana na hali halisi kwamba iko hivyo, tutapambana hivyo hivyo. Unaambia nini mashabiki wa KMKM? Waeke tamaa na moyo wao iwe safi, kama matunda walipata mwaka juzi, mwaka jana, basi wategemee tena kupata miaka miwili mfululizo ambao unakuja mbele, basi wategemee hivyo zaidi. Tumefika katika viwanja vya KMKM na tumeona tahadhari dhidi ya corona imezingatiwa kwa kiasi kikubwa. Tumeona kwamba sanitizer zipo, lakini kipima joto pia kipo. Labda una kipi cha kuambia Wazanzibari, wachezaji pamoja na viongozi wa vilabu kuelekea kurudi kwa ligi juu ya tahadhari ya corona? Kama sisi tunafanya hivyo kwa sababu tunajilinda, na bado kwamba ipo asilimia kadhaa ipo, kwa hiyo wasiache, tuendelee kujihadhari mpaka hapo ambapo itakapokuwa hamna kabisa. Ni maradhi, kwa hiyo tusidharau, tuendelee kujilinda ili tufanye kazi. Nikushukuru sana Nduda. Sawa, asante sana. Na huyo alikuwa ni mlinda mlango wa KMKM anayefahamika kama Nduda au Cholo. Ameweza kuzungumza mawili matatu, na kikubwa alichozungumza ni kuelekea kurudi kwa ligi kuu ya Zanzibar, mikakati na mipango ambayo wamejipanga kuweza kufanya vizuri kama ilivyokuwa hapo awali. Nikusihi kwamba uwe nami tumalizie na home ground kupitia kocha. Na mtazamaji, tukiwa bado tupo katika viwanja vya KM na tunapata kubahatika kuweza kuingia ndani katika klabu ya KM kuweza kuzungumza na manager, na kusihi uendelee kuwa nami. Kama unavyoona tupo ndani ya klabu ya KMKM ambapo ndio matayarisho na mambo yote ya kisoka na kiuchezaji katika klabu ya KM yanakuwa yanafanywa humo au yanapangwa humo. Tutapata kufahamu lecture ambayo watakuwa wanapata wachezaji kupitia kujifunza na majukumu yao ya kiuchezaji. Nikusihi kwamba uendelee kuwa nami, na katika nikusihi chini kipindi cha Home Ground, tupo katika vilabu, tupo katika klabu ya KMKM. Tupo ndani katika klabu ya KMKM na tumebahatika kuingia ndani ya ofisi ambayo tupo na manager wa KM ambaye ataeleza jina lake, baadaye tutaweza kufahamu mengi kutoka kwake. Na kusihi uwe nami. Na manager, tungetaka kufahamu labda ni jina lako sahihi ni nani? Asante sana ndugu mwandishi, nashukuru kwanza kwa kuja katika klabu yetu ya KMKM Sports Club. Mimi jina langu naitwa Othman Hassan Omar, maarufu King. Na manager King, tuanzie ligi kuu ya Zanzibar inatarajia kurudi na inarudi katika uhalisia wake wa kuwa bado mpo juu ya kilele, naongoza ligi. Labda mikakati na mipango ipi ambayo mtaifanya wakati mnarudi, ukizingatia mkiwa mna mpinzani mkubwa na klabu ya JKU? Asante, nashukuru sababu mechi au mpira au ligi ni ushindani, ni mashindano. Kwa hiyo kinachomata kama mimi kama manager kwa nafasi ambayo nilikuwa nayo ni kuweza kwamba baada ya ligi kusimama, maana yake kuweza kuwafikisha wachezaji wote. Baada ya kufika wachezaji wote,
nikaona kwamba la msingi kutengeneza mazingira ambayo yatatupelekea katika kuweza kucheza ligi vizuri. Sasa kwa swali lako ambalo unasema, tunajua kwamba tunaongoza ligi kwa difference ya pointi moja, lakini pia tuko nyuma kwa mchezo mmoja zidi ya JKU. Tuna michezo 21, JKU ana michezo 20. Hii kama team au kama team manager nimejipanga kutaka kuona kwamba nitaendelea kuongoza hili kama nilivyotokea hapo nyuma awali. Kuna mikakati mbalimbali ambayo tumeipanga pamoja na uongozi wetu wa timu, lakini pia na uongozi mwingine ambao wa kikosi, kwa sababu hichi ni kikosi. Kwa hiyo tayari tumepanga mikakati hiyo. Hatuwezi kuficha jambo hilo, linajulikana, huwezi kwenda kwa sababu kila kitu kina mipango. Mpaka wadudu pia na mipango, sisimizi pia na mipango. Kipindi hichi utakuta wako juu, lakini kipindi cha mvua huwezi kuwakuta juu kwa sababu tayari washachukua chakula juu, washakipeleka chini. Na sisi kama KMKM basi pia tuna mipango yetu tushapanga, ambayo sasa hivi tunasubiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pamoja na serikali kama itaweza kutusaidia, itaweza kusaidia ili jambo hili pengine ligi ikachezwa, basi tutaweza. Hiyo mipango inawezekana ikaja kuonekana kwamba imeapply au imefanyika kutokana na KMKM Sports Club. Wakati mkiwa na mipango hiyo, tunafahamu wachezaji wanarudi katika mazoezi wakiwa na uchovu kwa sababu walikuwa juu katika miezi miwili. Hili lipo vipi na mnalichukua vipi? Hili actually dunia nzima hili, kwa sababu siwezi kusemea kama Zanzibar tu au kama KMKM. Hili linajulikana dunia nzima, na uzuri wenyewe kwamba walimu wamesomea au wamesoma, wanajua kwamba kipindi hichi baada ya mapumziko marefu, basi wanajua mazoezi gani waanze. Lakini ubaya wa hili, limekuja janga ambalo limekuja katikati ya ligi au karibu ligi kumaliza. Kwa hiyo hapa pia pana program zake. Kwa maana hiyo walimu waliandaa program zao, na kwa upande mwingine pia na mimi nilishiriki kwa upande huo pamoja na mwalimu wenzangu ambaye tulishiriki tukapanga program. Tuliwapa program wachezaji, lakini ile program ambayo tuliwapa mpaka pale serikali ilivyo baada kuruhusu kidogo kwanza mazoezi ile mmoja, sio kwa vikundi. Maana mwanzo serikali ilifungia na sisi tuliondosha kwa sababu lazima tufuate serikali na sisi taasisi lakini baadaye tukapanga program ambazo za wachezaji wetu za kutengeneza uzima basi individual. Turudi katika ligi kuu ya Zanzibar. Mkiwa mnaongoza kwa pointi moja, mkiwa mbele kwa mchezo mmoja. Lakini kumekuwa na taarifa juu ya mchezaji alikuwa akifahamika kama Mateo Anthony katika sakata la usajili, na kumekuwa na taarifa kwa baadhi ya vilabu vikilalamikia usajili wake. Labda unaweza ukatufungulia kwa wazi juu ya sakata hili? Actually mimi kama manager hapa nachukua nafasi ya manager, maana nitazungumza kama manager. Na kama nikizungumza kama coach msaidizi, nitazungumza kama coach msaidizi. Sasa hivi nazungumza kama manager. Na siwezi kuzungumza kama mshabiki na wala siwezi kuzungumza kama ni mdau. Hapa nitazungumza kama manager. Unajua KMKM historia yake imetokea mbali. Na kutokea mbali kwake KMKM tangu huko kuanza, KMKM hawezi kufanya mambo ambayo yani yako tofauti au akafanya mambo visivyo, kwa sababu ni kikosi ambacho kinaongozwa na mtu mwenye akili. Kama kinaongozwa na mtu mwenye akili sana, basi wale watendaji wake wote wanakuwa na akili na wanakuwa na discipline. Kama KMKM Sports Club haiwezi hata siku moja ikafanya maneno watu wa mjini wanasema magumashi. Hawana tabia hiyo. Tumefuata taratibu za ZFF na wao wakaturuhusu. Baada ya kuturuhusu na sisi tukafanya hiyo action ambayo wao wenyewe wana taratibu zao katika katiba zao au katika kanuni zao ambazo zinasema mpaka tangu FIFA kwamba mchezaji yote aliyokuwa star hawezi kukaa free, anatakiwa kusajiliwa. Na sisi tumefanya hizo taratibu hizo na tukaomba ZFF na tukaruhusiwa. Kilichotakiwa barua yake na vitu vingine ambavyo sisi
tulivyowasilisha na aliingia katika usajili halali. Kwa hiyo sisi kama KMKM Sports Club hatuwezi yani kuanza kubishana wala kama nakusudia mpenzi wa mpira Sedipo kimya, wakati ZFF wenyewe walisema, na tulikuwa tunakwenda katika pre-match meeting, wanasema kwamba watatoa gazeti la kwanza ambalo watatoa mechi 3 ambalo la marekebisho. Inawezekana ikawa jina, pengine mtu kakosewa, inawezekana pengine kama si jina, basi pengine kuna mambo mengine ambayo ya kitaratibu zao. Kwa hiyo zimetolewa mechi ambazo za watu kufanya marekebisho kulipita. Baada tena mechi nyingine ambazo mechi za 7-8 ndio wanaibuka watu wanasema kwamba kuna hili. Kwa hiyo sisi kama sisi hatukuwa wakosa. ZFF wenyewe walisema watatoa lile nini la pili linaitwa nini, ili nalo nini wachezaji, na kusudia wachezaji sio faili, lile buku lao kubwa ambalo la wachezaji la timu zote. Ile la kwanza lilikuwa la marekebisho, la pili wakasema watatoa, kwa hiyo hakutoa, lakini wako wanatumia zile handout kama hizi ambazo zinakupa wachezaji wako wote 30 au wachezaji wote 27. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa marekebisho yao. Kwa hiyo sisi kama KMKM hatukuharibu taratibu. Wakati ligi ikiruhusiwa michezo kurudi viwanjani, kulikuwa na tahadhari au miongozo ya tahadhari ambazo zinatakiwa zichukuliwe kuanzia kwenye viwanja vya mazoezi hadi kwenye viwanja vya michezo, yani mechi. Labda hili katika kuchukua tahadhari dhidi ya corona, kwa upande wenu kama klabu ya KMKM ukiwa kama manager, labda mmechukua mazingatio gani? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Sisi kama serikali, maana sisi serikali taasisi, ndio sisi serikali mazali imesema moja na sisi tutakuwa moja. Serikali ikisema 2 sisi tutasema 2. Sisi hatuwezi kugeuka tukasema vingine. Serikali imesema tuchukue hadhari. Jambo la kwanza, sisi kama ilivyosema madaktari wetu waliitwa ZFF na wakapewa mwongozo ambao unataka serikali. Walitaka kwanza lazima kukuweko na maji tiririka, tukatoa mfereji wetu hapo maeneo ambayo wachezaji wetu wananawa, na anashughulikia mfereji ule daktari tu. Tumewekea condition na restriction, hakuna mtu mwingine kugusa. Daktari yeye ndo anashughulikia na anavaa gloves na kila kitu na dawa nayo na vipima joto tunavyo viwili, kwa sababu unaweza ukanunua cha kwanza ikawa kibovu, lakini tunavyo viwili vipima joto tunapima, na hivi vyote kinafanya kazi kimoja baada ya kimoja tunakipumzisha kutokana na hali ile. Haiwezi hichi kimoja kikapima pengine wachezaji 30. Tunaweza tukapima wachezaji mfano 10 tukakipumzisha tukatoa chingine. Kwa hiyo hili tumelichukua, lakini pia ZFF daktari wetu alipoenda pia akapewa mwongozo mwingine, wanatakiwa watu wanywe maji si kwa kutumia kikombe, wanatakiwa wanywe maji kwa kutumia chupa. Kwa hiyo na hilo pia tumelifanya kwa sababu hatuwezi kushinda wakati serikali ishatuambia moja na sema moja, kuna tatizo. Lakini pia zile chupa akasema tuzihifadhi, tusizitupe. Tukanunua ndoo kama dustbin ambalo linaekewa zile chupa. Lakini na mengine pia wametupa mwongozo ZFF kupitia serikali kwamba watu wasicheze kwa pamoja, tuwagawe. Pia leo tumejitahidi kupanga program zetu za kikorona kwamba watu waweze kujigawa. Ndio maana tumeka 5 wachezaji 5 katika grade zetu 3. Lakini pia na hali nyingine kwamba tunajikinga na hilo, kwamba hata mazungumzo yetu hatuwezi tukawa close sana, tunawatawanya kidogo, tunazungumza na tunaweka kila kati safi. Kwa mfano sasa hivi tumeambia wakakoga, sasa ni watoto wakakoge club hapo, wamaliza kuoga, kimaliza kuoga sasa ina maana utapata chai, wakamaliza chai tumemaliza. Kwa hiyo tunashukuru kama KMKM tumejitahidi. Binadamu hawezi kukosa kasoro, inawezekana kwa hujaziona, lakini kama zipo basi tutajitahidi tuzitatue. Na mtazamaji wa Nyanga Sport TV, ambacho anazungumza Meneja King ndicho kilichopo, kwa sababu tayari tumeona tahadhari hizo kukiwepo maji ya sanitizer, lakini kukiwepo vifaa vya kupima joto. Ni tahadhari pia juu ya unywaji maji kupitia chupa pia lipo. Labda turudi Meneja King kuzungumzia ligi kuu ya Zanzibar inarudi bila mashabiki, na tunafahamu shabiki ni mchezaji wa 12. Labda hili mmejipanga vipi ikiwa viongozi na wachezaji kukosa ile hamasa mashabiki uwanjani?
Asante, nashukuru kwamba unajua hili limetokea dunia nzima na limeathiri timu nyingi ambazo zinapelekwa sana na washabiki. Lakini kemkemu naweza kusema pengine hata hizi timu za taasisi sana huwa hazina washabiki. Washabiki wake wanakuwa kwa sababu sisi tumelelewa katika misingi ya kinizamu. Hizi taasisi zote tunazozungumza, kama taasisi zimelelewa katika misingi ya kinizamu, msikii mtu kupiga makelele ovyo au kutukana. Atakwenda kama mshabiki wa taasisi yake, ataona mpira, atafurahi, na kisha kufurahi basi kama ushindi umepatikana atafurahi zaidi, kama ushindi haujapatikana basi atanuna kidogo. Lakini kwa kusema kukosa washabiki, timu hizi zimezoea zamani, hizi hazina washabiki. Kwa mfano sipendi kutaja timu, lakini nyinyi waandishi wa habari ni mashuhuda, kwa sababu mnakuwepo katika sehemu hizo na mnaziona kuna timu zinapelekwa na washabiki, lazima zipigwe makelele, lazima watukane. Sasa ule si mpira, lazima pengine wapige magoma. Ziko timu zinapiga magoma, sipendi kuzitaja timu, lakini mnaziona. Lakini huwezi kuiona pengine timu mfano hizo za taasisi kuwa zina washabiki kama hawa wenye tabia hii au wenye sura hii ambayo ya matukano, kutukana au kupiga makelele sana. Anaweza mmoja kusema pengine ile kama kushtua. Sasa hili kwa timu hizi zimezoea. Lakini timu nyingine hizo hazijazoea. Sasa hizi kidogo zinawezekana zikawa katika kimpira zikaja zikapungua kasi. Lakini sisi au timu hizi za taasisi zilizozoea inawezekana zikawa zinacheza mpira wake ule. Washabiki inawezekana kwamba ni moja wapo katika kuhamasisha. Inawezekana pia kuna mtu pengine rafiki yake akawa kaja anataka kumuona, na hiyo inaweza ikaja ikachangia katika asilimia japo chache, lakini katika asilimia kubwa timu hizi zimezoea kwamba zimekosa sana washabiki wa makelele. Hao mashabiki wachache ambao unawazungumzia kwa KMKM, labda una kipi cha kuambia, kipi watarajie kurudi kwa KMKM? Warudi kwa tamaa ile au bora ambao ilikuwa nayo hapo mwanzo kabla ya kusimamishwa kwa ligi, au kuna mabadiliko? Mimi nazungumza kama manager hapa na sitazungumza kama mshabiki, kwa sababu tulivyojipanga kwamba tunataka kuendelea vile na tamaa ya kitu au tamaa ya mtu anatarajia kupata, sio kukosa. Kwa hiyo sisi tunatarajia kupata, ila kuna kitu ambacho kilichokosekana hichi kikubwa ambacho walimu wenzangu watakiona. Mimi manager lakini pia ni mwalimu, au mameneja wenzangu pia watakiona. Unajua ligi imesimama karibuni miezi miwili na haijachezwa. Katika starting yako mara nyingi timu inabidi lazima upate friendly game, uweze kuona kwamba direction yako, makosa yako kule ulipotokezea, kama uliweza kusawazisha au umepata matatizo pengine baada ya kukaa wachezaji wata gain weight, yani watakuwa wazito. Tumekosa friendly game kwa sababu kwa mfano KMKM akacheza friendly, timu zimefungiwa za madaraja kutoka first mkanda kuja chini Premier tu. Sasa kama KMKM au kama timu nyingine ya Premier, si rahisi sana kwenda kucheza friendly game na Premier. Wenzetu bara ameona wamefanya hilo, lakini lile ni tatizo mwalimu kiualimu, bora niseme kiualimu. Yani pale unaweza ukafeli. Si rahisi kupata kwa sababu itabidi lazima ipange timu yako 11. Kama una mikakati yako na mbinu zako na mambo yako, lazima ina maana ukienda kucheza ina maana utajua kwamba huyu sasa hivi anakuja kwa mjio huu. Ina maana utakuwa umejionyesha. Sasa sisi hapa ina maana kama KMKM sasa tunaliona hili kidogo limetukwaza, kwa sababu utacheza mechi na nani? Friendly game. Kwa sababu na sisi taasisi hatutaki kupinga serikali. Sisi ni watu wa nidhamu. Hatusemi kwamba basi tukacheze mechi shamba, tutaenda kucheza na shamba, kwa sababu timu zishafungiwa. Ukienda kucheza kule utaonekana wewe ndio msimamizi wa sheria, unazivunja sheria. Sasa hili limetuia ugumu, au limetoka katika hali ngumu kwamba kimpira hatuwezi kucheza kama KMKM tukacheze friendly na Zimamoto, KMKM tukacheze friendly na Malindi, KMKM tukacheze friendly na JKU. Wakati huo utaje kukutana naye, ni bora umfiche mbinu zako asikuone, uje ukutane naye siku hiyo ya siku, hapo kwa hapo tena ndio mtajuana nani kafanikiwa nani hakufanikiwa. Sasa hili ni tatizo. Tumalizie na swala la tahadhari juu ya corona.
ukiwa kama manager, ukiwa kama ni Mzanzibari, labda una kipi cha kuambia Wazanzibari hususan wachezaji na viongozi wa mpira katika kuchukua tahadhari dhidi ya corona? Nashukuru sana ndugu mtangazaji, ili swali lako la kumalizia zuri sana ambalo walo wengi au tulo wengi wa Zanzibari tunadharau sana, kwa sababu maradhi na hasa haya corona, bora aje maradhi mfano ya wale wadudu nzige unawaona, unaenda kuwapiga pahala walipokuwepo, lakini maradhi ya corona huyaoni na wala huyakamati na wala, yani niseme kwa watu wengine, huna uwezo wa kufanya mimi sasa hivi basi nayaondosha, huna uwezo, kwa sababu mpaka leo kupatikana dawa, tuna kinga tu na tunajaribu tu kujibu. Mimi na waomba sana Wazanzibari wenzangu pamoja na Watanzania kwamba haya maradhi tusiyadharau. Kama Wizara ya Afya bado wanaendelea kutunasihi, wanaendelea kutupa mawazo au kutupa mikakati, basi tuendelee nayo. Kwa mfano, lazima tuondoshe vikundi kukaa kila mara. Kwa mfano, kama una contact na mtu unakutana, unaweza kuvaa mask, japo na sisi hapa tuna tatizo hilo, lakini kwa mfano kunawa kwa maji tiririka kila mara, kujipiga zile sanitizer vile, kwa sababu hamara zenyewe huyajui yako wapi, manake wadudu nzige unaoona yale huyaoni. Kwa hiyo mimi na washauri wa Zanzibari pamoja na Watanzania, pamoja na kwamba tunaona yamepungua, lakini tusijiamini 100%, tuziache 20% tuseme hapo, 80% tuseme hayapo, huku tukiendelea na wito wa marais wetu ambao kwa sababu tunawasikiliza sana, au marais wetu wa benzi tunawasikiliza sana. Kwa hiyo tusikilize kwamba wakituambia hakuna, pamoja wao utakuwa wamepata taarifa hizo kutoka kwa Wizara ya Afya, basi tutaendelea. Lakini nawashauri sana Wazanzibari pamoja na Tanzania, bado tuendelee kujiweka katika hali hii ya kujikinga. Nikushukuru sana Meneja Kingi. Na mtazamaji wa Mianga Sport TV, tuna la ziada katika home ground kwa leo. Tulikuwa katika viwanja vya KMKM vya mazoezi, na baadaye tukapata fursa kuweza kuingia ndani katika klabu, na tumepata kufahamu mengi kupitia kwa Meneja Kingi, na nikwambie sina la ziada, ni kusitu uweze kusubscribe, kucomment pamoja na kulike. Mimi ni Saka Mohamed, lakini nyuma ya kamera ni Munde Alfred.